Kila utii kwa maagizo ya Bwana umeambatana na baraka nyingi za ajabu. Na katika historia yote ya wanadamu, wale wote walioonyesha utii kwa Mungu walipata baraka maradufu sana. Kuanzia kwa Abraham, Musa, Enoko na wengineo wengi. Katika video hii tunaenda kuangalia faida 6 za utii kwa maagizo ya Mungu. Ungana nami mpaka mwisho. Faida ya kwanza ni kuondokana na woga na hatia zote. Zaburi 38 fungu la 4, Daudi anaeleza juu ya namna ambavyo dhambi inaleta mzigo mkubwa na hatia nyingi kwa mtu. Imeandikwa, maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Unapotenda dhambi, unakuwa na mizigo mizito, unakuwa na mawazo ambayo yanakuwa yamejawa giza, na kwa hakika unaona kabisa safari yako ni ngumu sana. Na zaidi ya yote, huwa kunakuwa na hatia kubwa ambayo inaumiza mioyo sana. Kwa hiyo, ili kuondokana na hivyo, hakikisha unafuata utii kwa maagizo yote ya Mungu. Lakini jambo la pili, utii kwa maagizo ya Mungu unaleta amani ya moyoni. Unaposoma katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 165, inaeleza ya kwamba wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Kwa kawaida hata katika shule tulizowahi kusoma, unapokuwa na kosa, ukimwona mwalimu tu unatamani kukimbia, unatamani kujificha, yani unakosa kujiamini, unakosa confidence. Vivyo hivyo hata kwa Mungu. Pale ambapo mtu anakuwa ni mdhambi, mtu anakuwa ni mkosaji, hafuati maagizo ya Mungu, anapokutana na vitu vyovyote au namna yoyote ya kimungu anakosa kujiamini, anakosa confidence, anakosa kufanya mambo ambayo yatamfanya aonekane kama ni mtu. Lakini tunaambiwa hapa katika Zaburi 119 fungu la 165 ya kwamba wana amani sana wale waishikao amri ya Mungu au sheria ya Mungu, wala hawana la kuwakwaza. Sababu ya tatu, kutii sheria au kutii maagizo ya Mungu kunaleta furaha isiyoelezeka. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 10 hadi 11, inaeleza faida ya kushika amri za Mungu. Natamani nisome, imeandikwa, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Kumbe Mungu anatamani wanadamu tuwe na furaha, tusiwe na huzuni, siku zote ziwe zimejawa furaha. Lakini anatuambia hayo ili furaha yetu iwe maradufu, iwe ya kutosha. Hayo ni yapi? Mkizishika amri zangu. Tutakapozishika amri za Mungu, furaha yetu itakuwa tele. Kumbe furaha yetu inapatikana kwa kuzishika amri za Mungu. Pale ambapo tutaamua kufuata maagizo ya Mungu, kutii yale yote ambayo tunaagizwa na Mungu, furaha yetu itathibitika na furaha yetu itakuwa kubwa maradufu. Hicho ndicho ambacho tunaambiwa hapa. Lakini pia faida nyingine, namba 4, tunapata afya njema na maisha marefu. Mungu anafahamu kilicho bora kwa ajili ya maisha yetu. Na katika Biblia ameeleza mambo mengi ambayo tukiyafuata tutakuwa na afya njema. Na mojawapo ni kula vyakula ambavyo ni safi. Tunaposoma katika Mambo ya Walawi 11 sura nzima, sitaweza kuisoma hapa, ameeleza juu ya vyakula ambavyo ni safi, lakini vyakula ambavyo si safi pia. Na ameeleza hivi, ukitazama unaona kabisa vile ambavyo alikuwa anavikataza ni kweli ni vichafu na si sahihi sana
katika maisha yetu. Hata sayansi inasema hivyo. Kwa hiyo kama tutafuata maagizo ya Mungu, kama Biblia inavyosema, basi tutaweza kuwa na afya njema, tutaweza kuwa na maisha marefu. Kuhusu maisha marefu pia tunaelezwa juu ya kutenda kazi, kwamba unapofanya kazi unauhamasisha mwili kuweza kuwa imara zaidi na kuweza kuishi muda mrefu. Lakini Biblia pia inaeleza juu ya vyakula kadha wa kadha ambavyo vikiliwa vinapunguza maisha ya mwanadamu. Lakini sababu nyingine, sababu ya 5, kunakuwa na uhakika wa kwenda mbinguni. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 21 fungu la 7, tunaambiwa yeye ashindaye atarithi nchi. Maagizo ya Mungu watu watakao yashinda maagizo ya Mungu ni wale ambao wamekubali kuwa wanyenyekevu, wale ambao wamekubali kusaliti udunia, wamekubali kupambana kwa ajili ya umilele, kwa sababu tunaambiwa wenye nguvu ndio watakao uteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wale ambao watakubali kusimama imara dhidi ya changamoto, dhidi ya vishawishi vingi vya dunia kwa kufuata maagizo ya Mungu, wameahidiwa uhakika wa kwenda mbinguni, yani uzima wa milele. Mwisho kabisa, Yesu anakuwa rafiki wa karibu na familia yako. Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu na Biblia inamtaja hivyo, ya kwamba Ibrahimu rafiki yangu. Lakini kwa nini anaitwa rafiki wa Mungu na Mungu anamtaja hivyo kama rafiki yake? Ni kwa sababu alitii maagizo ya Mungu. Kuna kipindi fulani ambapo Mungu akamwambia Ibrahimu, ondoka wewe na familia yako na nenda mahali ambapo nitakuagiza. Ibrahimu anatoka sehemu nzuri, anatoka mjini labda tuseme hivyo, anatoka mjini, sehemu ambapo alikuwa amepazoea. Mungu anamwambia aondoke, aende sehemu ambayo atamwagiza. Kwa kweli kwa mwanadamu wa kawaida huenda ingekuwa ngumu sana. Yaani kwamba mimi nitoke sehemu ambapo nimejenga, nimejizatiti vizuri kiuchumi, vizuri kabisa, afu niondoke niende tu sehemu ambapo hakujulikani, hata sehemu yenyewe haijulikani. Ni jambo ambalo lingeweza kuwa na tashwishi sana. Lakini Ibrahimu hakujali. Alitii kwa sababu alimfahamu Mungu, ya kwamba Mungu anahitaji yeye atii kile ambacho anamwagiza. Lakini hatuishii hapo. Tunamwona wakati mwingine tena Mungu anamwambia Ibrahimu aende akamtoe sadaka mwanae Isaka. Ibrahimu linakuwa jaribu kubwa sana katika maisha yake, lakini anaamua kutii. Anamchukua Isaka na kwenda naye kwa ajili ya kumtoa sadaka. Kumbe Mungu alikuwa anamjaribu tu. Hii inaonyesha kabisa ya kwamba wale wanaomtii Mungu, wale wanaokuwa na imani kubwa kwa Mungu, Mungu atawatunza, Mungu atakuwa naye au atakuwa nao. Lakini mwisho kabisa, unaposoma katika kitabu cha Luka 6 fungu la 47 hadi 48, tunaambiwa anayetii maagizo ya Mungu anafananishwa na yule ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Upepo ukaja, dhoruba ikaja, lakini nyumba yake haikutikisika. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa imejikita katika mwamba. Natamani nisome hiyo Luka 6 fungu la 47 hadi 48. Imeandikwa, kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyeisikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Leo hii Mungu anatuita kutii maagizo yake. Yale ambayo ametuagiza kwamba tuyafuate, tuyatii, anatusihi tuyatii, kwa sababu
Tutafananishwa na watu waliojenga nyumba katika mwamba, katika msingi imara. Dhoruba ikaja, lakini nyumba hiyo haikuanguka. Lakini mwisho kabisa, ukiongelea kuhusu utajiri, Mkristo wa kweli ambaye ni mtiifu anapokea faida nyingi na baraka nyingi kutoka kwa Mungu ambazo hata matajiri bora wa ulimwengu hawana wala hawawezi kuzinunua. Ikiwa unahitaji kuwa Mkristo bora ambaye atakuwa mtiifu kwa maagizo ya Mungu, kufuata kila kitu ambacho Mungu anaagiza, basi ungana nami pale tunapoenda kuomba ombi hili. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuna wema wako. Tusaidie tufuate maagizo yako. Tusaidie tutende yale ambayo unahitaji tuyafuate, kwa sababu kupitia huko tutafananishwa na wale waliojenga nyumba katika msingi imara. Kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki. Endelea kubaki nasi katika Tosi TV Network. Mpaka wakati mwingine.